mume wake akisikia neno ana mamlaka ya kufuta. Lazima nijulie. Sawa? Mnanielewa? Na shetani ni mwovu. Tangu siku kuna wakati ananikumbusha hapo. Na unajua ukicheza naye atakwambia nimebaki mwaka mmoja. Mimi wanaongea. Wabeni hawasemeshi hivyo. Unaona? Na lazima ujue kumkanyaga. Usipojua kumkanyaga utajikuta umelegea. Umekaa sasa umekubali sasa. Na ukianza kulegea hivyo, anatoka kwenye sauti anaanza kukuletea picha. Unaona ukizika. Ndivyo shetani. Okay, labda umjui shetani. Sawa. Halo? Sasa. Okay, tusimame kwa miguu yetu. Thank you Jesus. Nataka ule mstari wa 22 uwe nao. Sio mstari wa 21 kwamba wanamtendwa pia kuna sehemu. Sisi ni Wakristo wangapi ambao hatuna sehemu katika baraka? Sio wengi. Hatuna sehemu katika baraka. Hatuna sehemu katika afya njema. Ndio ukituangalia sisi Wakristo sisi tunajifanya nini? Hivyo ndio tuna struggle kubwa pagani. Na kuja Yesu ya baraka. Na Yesu alifanyika baraka kwetu. Unaona? Hii sentensi ni agano jipya, Matendo ya Mitume, ambayo una sehemu. Kwa kuna watu hawana sehemu katika baraka. Kwa sababu kuna shida kwenye moyo. Na mimi niwaambie kweli, honesty from my heart. Mimi mwenyewe Manase na shida kwenye moyo wangu. Sijui kuhusu wewe. Lakini kuna vitu napambana navyo na ninaongeza gia na nikijaribu kusoma na kuangalia maisha ya watu waliokoka, najua hivi nafahamu kuna vitu haviondoki kwa kuwekewa mikono. Bila kwa kuna vitu watafutia manabii wote ambao wanatema moto, haviondoki. Kuna vitu lazima uvivalie njuga, wakati mwingine lazima ugalegale hapo chini mwambie Mungu, leo sitaki kingine, naomba tu niondolee moyo. Mateso yangu ni moyo. Kufa mapango ni moyo. Shida yangu ni moyo. Ulisema utanibadilisha moyo. Naomba unibadilishe moyo. Unaomba mpaka Mungu anaona huyo mtu yuko serious. Paka anasema okay. Sikia sana nitaondoa moyo wa jiwe. Unafikiri moyo wa jiwe ni hiyo? Ni moyo wenye uliobeba chembe za uovu. Ndugu, kuna aina ya mioyo safi. Lakini we don't just possess like this. Na ndio maana umeshakujiuliza kwamba wewe kusoma neno la Mungu ni mzito, wewe kuomba ni mzito, vitu vingine rahisi, ugomvi ni kwenye moyo. Wewe unasema no, una reject. Moyo unajaa moyo, unasema hichi hapana. No. Ndio maana unasema ndio unasoma neno na kapale. Na chati kwa kuuliza tulishokuwa hapo sura anasoma sura 33 kila siku. Sura Leni anasoma Biblia mara 4 kwa mwaka. Huyo mtu yuko busy. Anasafiri dunia nzima. Ana mikutano duniani si mara 2 kwa wiki. Mimi niko hapa. Chapter 2 kwa siku mtihani. Labda naweza nikawa afadhali. Kuna wengine hapa mistari 2 kwa siku mtihani. Unaona? Na tunataka pewa. Ili na nini tunataka kutuzuia kwenda mbinguni ni mioyo yetu. Ni mioyo yetu. Hivyo ndio tunaweza kutoa na wokovu kwenye akili, lakini sio kwenye moyo. So, anamwambia utakuwa mzee. Lakini anasema ukisoma kule juu, vile na ndio wasomea Timotheo wa pili kwanza, anasema haya mambo yana faida mpaka sasa na hata milele. Kuna aina fulani ya maombi unatakiwa uombe mpaka yaanze kuleta faida kwako. Sasa ule mstari wa 22